Hapo zamani za kale kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Omari Mtundu. Omari alikuwa na akili nyingi na nguvu za ajabu, lakini alikuwa na tabia moja iliyowasumbua wazazi wake sana: hakupenda kusikiliza ushauri wao. Alikuwa akifanya mambo yake kwa jinsi alivyotaka, akisema, mimi najua zaidi. Siku moja mama yake alimwambia, Omari, usiende kwenye msitu mkubwa upande wa kusini. Kuna hatari nyingi kule na sote tunajua hadithi za wanyama wakali wa msituni. Lakini Omari, kwa tabia yake ya ukaidi, alifikiria, hawa ni maneno tu ya kutisha watoto. Mimi ninaweza kushinda changamoto yoyote. Kesho yake Omari aliingia msituni peke yake akiwa na fimbo tu mkononi. Mwanzo kila kitu kilionekana cha kawaida na Omari alijisikia fahari kwa kupuuza ushauri wa wazazi wake. Lakini kadri alivyokwenda ndani zaidi, msitu ukawa wa kutisha. Miti ilikuwa mirefu na yenye giza na milio ya wanyama wa porini ilianza kusikika kila kona. Ghafla, Omari alikumbana na simba mkubwa aliyekuwa akitafuta chakula. Hakukuwa na mahali pa kujificha na fimbo yake haingeweza kumsaidia. Omari alijua kwamba alikuwa amefanya kosa kubwa kwa kutosikiliza wazazi wake. Kwa bahati nzuri, alikimbia kwa kasi kupita njia aliyokuwa ameifuata, akiondoka msituni huku moyo wake ukidunda kwa hofu. Aliporudi nyumbani, alipata wazazi wake wakimsubiri, wakijua kwamba angeweza kuwa kwenye hatari. Machozi yakimlengalenga, Omari aliwaomba msamaha wazazi wake. Najua sasa kuwa mlikuwa mnanionya kwa ajili ya usalama wangu. Sitakaidi tena, alisema kwa unyenyekevu. Tangia siku hiyo, Omari alibadilika. Alianza kusikiliza wazazi wake na kuwaheshimu zaidi. Alijifunza kwamba hekima ya wazazi ni hazina, hata kama haionekani mara moja. Hadithi ya Omari Mtundu ikawa funzo kubwa kwa watoto wa kijiji, kuwa kila wakati ni vyema kusikiliza wazazi kwani wanajua zaidi. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa ukaidi wa Omari Mtundu.